Hakika tumekuona Roho Mtakatifu ukitiririka katikati yetu kwa namna ya kipekee. Hata umepashika mahali hapa na kupafunika. Na hata umetupilia mbali majira na wakati. Maana nyakati zinakuja ambapo hatutahesabu sana dakika, lakini tutakuwa mbele zako mchana na usiku hautakuwapo. Lakini Bwana wa uweza, tutakuwa na wewe milele na milele katika utukufu, Mwana Kondoo akiwa ndiye mwangaza wa mji mtakatifu Yerusalemu mpya. Bwana wa uweza, tusaidie basi, ili kwa neno hili, kwa Roho Mtakatifu, tupate kuwa waombaji, hata tukaiharakishe kazi yako, tukawaharakishe ujio wako, hata tuseme kama alivyosema Yohana mtume, njoo upesi Bwana Yesu. Mkono wako hodari utusaidie basi kwa Roho wako Mtakatifu kuyaelewa yale yote yaliyofichika katika ulimwengu wa roho kuhusiana na maombi, ili ulegevu katika kuomba upate kuhama na kuwa mbali nasi kabisa, katika jina la Yesu. Amen. Hallelujah. Somo letu sasa mchana wa leo, ambalo Roho Mtakatifu amekusudia kuliweka kwetu kwa namna iliyo nyepesi na rahisi, ni maombi kama kuchoma uvumba. Maombi kama kuchoma uvumba. Tutasoma kwanza mistari kadhaa kwa mfululizo, na baadaye tutazidi kuipokea tafsiri ya mistari hiyo hatua kwa hatua. Ufunuo Yohana sura ile ya 5 mstari wa 8. Ufunuo Yohana 5 mstari wa 8, Biblia inasema, hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai 4 na wale wazee 24 wakaanguka mbele za Mwana Kondoo. Kila mmoja wao ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Vitasa vinavyozungumzwa hapa ni vyetezo, ni vyombo maalum vya kuwekea uvumba ambavyo vilitengenezwa kwa dhahabu nyakati mbalimbali za Biblia. Na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato ambayo ni maombi ya watakatifu. Ufunuo Yohana sura ile ya 8 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Ufunuo Yohana sura ile ya 8, labda tusome mstari wa 3 mpaka wa 5, itakuwa vizuri zaidi. Angalia mahali hapa juu ya yale yaliyomo katika vitasa vya dhahabu, vyetezo vya dhahabu. Vyombo hivi vya kuchukulia uvumba, na uvumba ule ukachomwa, na hata wakapata kupaza moshi uliojaa harufu ya namna ya manukato mbele za Bwana. Na angalia, baada ya moshi ule kupaa juu mbinguni, kunatokea nini? Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu. Akasimama mbele ya madhabahu. Angalia neno ile madhabahu, tutalizungumza habari zake, tutalizungumzia habari zake si muda mrefu. Mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi, sio uvumba kidogo, uvumba mwingi. Tuseme wote, uvumba mwingi. Ndiyo, ile utie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Na huyo malaika akakitwaa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Angalia, baada ya mambo yote haya, baada ya moshi wa uvumba kupanda mbele za Mungu, ikawaje? Kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Radi
haikuwepo kabla ya moshi wa uvumba kupanda juu mbele za Bwana. Sauti haikuwepo. Sauti ya mamlaka ya Mungu iliyoko mahali hapa haikuwako kabla ya moshi wa uvumba kupanda mbele za Bwana. Umeme haukuwapo. Yesu Kristo alisema, na alimwona shetani akianguka kutoka juu mbinguni kama umeme. Kuna kitu kilichotokea hapa katika ulimwengu wa roho. Shetani ambaye ataangushwa kama umeme alidhihirika mahali hapa, nguvu zake zikibondwa baada ya moshi wa uvumba kupanda juu mbele za Bwana na kuwa harufu nzuri kama ya manukato ya kuridhisha mbele zake. Na tetemeko la nchi. Tetemeko la nchi wakati wote litazungumzia nguvu za Mungu. Paulo mtume alipoomba, milango ya gereza ilitikiswa. Tetemeko lililikumba lile gereza, hata minyororo ikatupiliwa mbali kutokana na tetemeko hilo, na kila kitu kikafunguliwa, na hata wafungwa wote wakawa huru, kwa sababu kila vifungo viliharibiwa na tetemeko la nchi. Maandiko yanasema Yesu Kristo alipokuwa pale msalabani, alipokuwa amekufa pale msalabani, maandiko yanasema sio tu kukawa giza juu ya nchi yote, lakini kulikuja tetemeko. Kulikuja tetemeko. Kulikuja tetemeko lisilokuwa la kawaida. Na hata watu kasema hakika huyu alikuwa ni mwana wa Mungu. Mahali ambapo kulikuwa na mapambano ya ana kwa ana kati ya nguvu za Mungu aliye hai na nguvu za ibilisi, na ibilisi akisambaratishwa. Mahali hapo sasa kunaonekana kwa tetemeko la nchi. Maandiko yanasema Yesu Kristo akiwa amekufa na kuzikwa kaburini, na shetani pamoja na majeshi yake wakiwa wamedhamiria kuona hafufuki siku ya tatu kama alivyosema, wakiwa wameweka jiwe kubwa juu ya kaburi na kulipiga muhuri na kusema hawezi kufufuka, asije akawadanganya watu. Udanganyifu wake wa mwisho utakuwa mbaya kuliko ule wa kwanza. Wakiwa wameweka walinzi kwamba waweze kuwepo pale na kulilinda kaburi salama. Biblia inasema kulikuja ghafla tetemeko la nchi. Na lilipokuja ghafla tetemeko la nchi, maandiko yanasema malaika alitokea, akalivingirisha lile jiwe, akalikalia, na walinzi waliokuwapo walianguka wakawa kama wafu. Biblia inapozungumzia juu ya tetemeko la nchi, inazungumzia uwezo wa Mungu ambao umeshuka kupambana na kazi za giza na kuharibu mipango yote ya ibilisi ambayo imeinuka kwa nguvu sana kama mawimbi makubwa yakijaribu kuwameza wanadamu, yakijaribu kushindana na mpango wa Mungu. Tetemeko la nchi linapokuja, linakuja kuharibu kazi hizo. Biblia inasema yote haya, tetemeko, umeme, radi, sauti ya Mungu aliye hai, sauti ya Mungu aliye hai, yote haya hayakutokea, lakini yote yalitokea baada ya moshi wa uvumba kupaa mbele za Bwana. Na maandiko yanaeleza hapa moshi wa uvumba huu ni nini. Maandiko yanasema wazi wazi ni maombi ya watakatifu. Zaburi sura ya 141. Zaburi sura 141. Zaburi sura ya 141. Zaburi 141 mstari wa 2. Labda tuanze mstari wa kwanza mpaka mstari wa 2. Zaburi 101, Zaburi 141. Zaburi 141 mstari wa kwanza mpaka wa 2, Biblia inasema, Bwana, nimekuita, unijie hima. Uisikie sauti yangu nikuitapo. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Tuseme wote, sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Tuseme kwa sauti ili iwe rahisi kuelewa. Sala yangu ipae mbele zako kama uvumba. Kuinuliwa mikono yangu kama dhabihu ya jioni. Ndio maandiko hapa yanazungumzia sala, maombi,
kama uvumba. Ndiyo maana mchana wa leo tunazungumzia maombi kama kuchoma uvumba. Kuna siri kubwa iliyofichika katika somo hili, na ndiyo maana shetani hakutaka tulipokee tukiwa rohoni, lakini ameshindwa, na sasa tumepenya katika jina la Yesu. Sasa basi, ili tupate kuelewa maombi kama uvumba, twende hatua kwa hatua, kuanzia katika hatua ya msingi mpaka tufike kileleni. Bwana msaidie basi kila mmoja wetu. Kama tulivyoanza kulifuatilia somo hili katika roho, tumeanza kwa roho, tumalize kwa roho katika jina la Yesu. Tutajifunza sasa somo letu kwa kulitafakari katika vipengele vitatu vifuatavyo. Kipengele cha kwanza, Mungu mfanya sheria wetu. Kipengele cha kwanza, Mungu mfanya sheria wetu. Mungu mfanya sheria wetu. Kipengele cha pili, uvumba katika mpango wa Mungu wakati wa Agano la Kale. Uvumba katika mpango wa Mungu wakati wa Agano la Kale. Na tatu, maombi kama kuchoma uvumba. Kipengele cha kwanza sasa, Mungu mfanya sheria wetu. Isaya sura ya 33. Isaya sura ya 33 mstari wa 22. Biblia hapa inasema, Isaya 33 mstari wa 22. Kwa maana Bwana ndiye mwamuzi wetu, Bwana ndiye mfanya sheria wetu, Bwana ndiye mfalme wetu, ndiye atakayetuokoa. Bwana ndiye mwamuzi wetu, yani hakimu wetu. Tena Bwana ndiye mfanya sheria wetu, na tena Bwana ndiye mfalme wetu anayetutawala maana yake, na tena ndiye atakayetuokoa. Tuseme wote, Bwana ndiye mfanya sheria wetu. Ndiyo. Maandiko mahali hapa yana mzungumzia Mungu wetu kama mfanya sheria. Kwa lugha rahisi, kama mtunga sheria wetu. Yanamtaja Mungu wetu kama mtunga sheria. Kuna mambo mawili ya kujifunza tunapokuwa tunamtafakari Mungu wetu kama mtunga sheria. Kwanza, mtunga sheria hutunga sheria anazozitunga ili ziwaongoze wale wanaotawaliwa na huyo mtawala. Na yeye kama mtunga sheria sio tu ana haki ya kutunga sheria, lakini ana mamlaka ya kutunga sheria. Na wale watawaliwa wanapaswa kufuata sheria zinazokuwa zimetungwa na mtunga sheria. Bunge letu katika nchi yetu kwa mfano, bunge hili ni la watunga sheria. Bunge hili ndilo mtunga sheria wetu katika nchi yetu. Na bunge lina mamlaka ya kutunga sheria. Na wanapokuwa wametunga sheria, sheria hizi zina lengo la kuwaongoza raia wanaotawaliwa kuweza kwenda katika njia zinazowapasa kuziendea sawasawa na sheria zilizotungwa. Namna yote ya kukengeuka kwenda kushoto au kulia
na kuzivunja sheria zilizotungwa na mtunga sheria, bunge, ni kufanya yaliyo kinyume na yanaweza kumsababisha mtu kufungwa gerezani. Sasa basi, kumbe mtunga sheria ana haki ya kutunga sheria zile anazoona zinafaa kwa manufaa ya jamii nzima au kwa manufaa ya utawala. Na hilo ni moja ambalo linatufundisha kitu fulani hapa kuhusiana na mtunga sheria. Mtunga sheria ataweka sheria ili kuwaongoza wale anaotaka kuwaongoza na kuambia hii ndio njia ya kufuata, haya ndio maelekezo ya kufuata katika kufanya hiki, kufanya kile, kufanya hiki, kufanya kile, kufanya hiki, kufanya kile. Na kwa mfano, wazee katika vijiji vyetu, katika makabila mbalimbali, watakuwa na sheria ambazo wamezitunga wazee hawa, ambazo zitakuwa zinaiongoza jamii katika mambo ya kuoa na kuolewa. Na wataeleza kwamba kijana anapokuwa anataka kuoa, kijana anapotaka kuoa, atatakiwa kwa mfano kuleta barua ya posa, na itaelezwa barua hii anatakiwa apewe nani. Barua hii inatakiwa iletwe katika kikao kipi, nani wa kumuona, nani sio wa kumuona katika hatua za mwanzo. Kijana huyu anapoleta barua hiyo aje na nini, ambatanishe barua hiyo na kitu gani, alete nini kwa ajili ya bibi huyu, alete nini kwa ajili ya mjomba huyu na kadhalika. Zitatungwa sheria na watunga sheria hawa wazee, na vijana hawa wanapaswa kuzifuata. Na utaweza kuona sasa kila mtawala atatunga sheria, na kila mtawala atajisifia kwamba utawala wangu ni utawala wa sheria, na yeye ambaye anaonekana kutawala kwa sheria ataonekana ana utawala ulio bora. Unaweza kuona sasa basi, kwa msingi huu Mungu wetu kama mtunga sheria anatunga sheria mbalimbali katika majira mbalimbali ya kutuongoza sisi na kujua ni jinsi gani itupasavyo kumwendea, ni namna gani tunavyoweza kupata mema kutoka kwake, ni namna gani tunavyoweza kuona ukuu na uwezo wake unashuka na kuondoa matatizo yanayotukabili katika mwili na kiroho, katika mwili na roho. Na utaona kwa mfano Mungu wetu atatunga sheria za jinsi ya kumwendea, za jinsi ya kukaribisha uwepo wake, za jinsi ya kufanya yale makuu ya Mungu yaonekane kwetu, matendo makuu ya Mungu yadhihirishwe kwetu. Na kwa mfano, sio mtu yeyote tu anaweza kukurupuka akasema anataka kwenda kumuona rais wa nchi leo na akaingia ikulu kwenda kumuona. Ziko taratibu zake, na akifika mahali pale, kama ni ikulu, atapokewa na watu wengine na kuelezwa taratibu. Iko misingi iliyowekwa, na tamlazimu kueleza kwa maombi anataka kumuona kwa ajili gani, ametokea wapi, na kutakuwa na mlolongo mrefu wa kupitia katika yule au yule, ili kwa kumuona yule na yule, ili hatimaye aweze kuthibitika kwamba kweli ni sawa yeye amuone rais wa nchi. Unaweza kuona huu ni utaratibu ambao umewekwa na Mungu wetu. Hatuna budi kufahamu kama mtunga sheria ameweka sheria zake pia, ni jinsi gani tunavyoweza kumwendea, ni namna gani tunavyoweza kufanya uwepo wake ushuke, ni namna gani
tunavyoweza kuona tetemeko la nchi likija kwetu na kusambaratisha kazi za adui. Ni namna gani tunavyoweza kuona mema yakija kwetu. Tukumbuke wakati wote Mungu wetu anafanya kazi pamoja nasi katika kutupatia mema. Katika mpango wake tuna sehemu ya kufanya na yeye ana sehemu ya kufanya. Mara nyingi tumekuwa tunalaumu tu na kusema mbona hatuoni uwezo wa Mungu, mbona hatuoni uwepo wa Mungu. Lakini je, sehemu yetu tumeifanya? Mara nyingi tunakuwa hatujaifanya. Lakini maandiko yanasema katika Warumi sura ile ya 8 kuhusiana na sisi wajibu wetu na Mungu wajibu wake. Anafanya kazi pamoja nasi katika kutupatia mema. Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 28. Warumi sura ile ya 8 mstari wa 28, Biblia inasema, nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi. Angalia maneno hayo kwa makini. Katika mambo yote. Tunataka watu katika kijiji chetu waokolewe. Hatupasi kusema tu wao ni wagumu, hawezi kuokolewa. Baba yangu ni mzazi ni mgumu sana, yuko mbali, amezama katika dini, hawezi kuokolewa. Hakuna lilogumu kwa Bwana. Sauli aliokolewa, hata baba yetu anaweza kuokolewa. Lakini Mungu katika mambo yote, tunataka kupona ukimwi, tunataka kupona kansa, magonjwa ambayo yatashindikana kwa madaktari. Katika mambo yote tunataka kuona kuna upenyo katika biashara zetu, na tunaziona baraka zile zilizoahidiwa katika maandiko kwamba tutakuwa kichwa sio mkia. Katika mambo yote, katika mambo yote, katika mwili na katika roho, tunataka kutumiwa sana na Bwana. Katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yani wale walioitwa kwa kusudi lake. Mungu wetu anatajwa hapa, anafanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Haya hayaji tu yenyewe, lakini tuna sehemu yetu ya kufanya, ndipo yeye afanye sehemu yake. Katika Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 9, maandiko yanasema sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Tunafanya kazi pamoja na Mungu, halafu Mungu sasa tunauona uwezo wake. Tunaona jinsi ambavyo anavyoweza kushusha tetemeko la nchi, anavyoweza kuleta radi na sauti na ngurumo na umeme, na vyote hivi vinakuja kwa sababu tumefanya sehemu yetu kwanza. Unaweza kuona. Ndio maana anasema nikaribieni na mimi nitawakaribia. Nikaribieni na mimi nitawakaribia. Mungu hatangulii yeye kutukaribia, lakini wajibu wetu ni sisi kwanza kumkaribia ili apate kutukaribia. Yakobo sura ya 4 mstari wa 8. Yakobo sura ya 4 mstari wa 8, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Tunaanza kumkaribia. Tukianza kumkaribia sisi, yeye ndipo anapotukaribia. Unaweza kuona. Sasa Mungu wetu ametunga sheria tangu zamani ambazo tunatakiwa kuzifuata katika kumkaribia na kuleta uwepo wake, na kufanya nguvu zake na uwezo wake ushuke katikati yetu. Wako watu wengine katikati yetu ambao watapiga kelele na kusema yale yaliyotendeka nyakati za mitume hayawezi kutendeka leo. Watu hawa hawajui maandiko yasemavyo. Yesu Kristo alisema, yeyote yule aniaminie mimi atafanya kazi nilizozifanya, naam na kubwa kuliko hizo. Maneno hayo hakuyasema Yesu kama Mungu, hapana. Alisema hayo kama mwanadamu tu. Alikuwa anazifanya kazi hizo kwa Roho Mtakatifu na kwa maombi. Na Yesu Kristo sasa anatutarajia tuzifanye kazi alizozifanya, naam na kubwa kuliko hizo. Lakini haiwezekani.
mpaka tujue ni jinsi gani ya kumkaribia Mungu ili uwepo wake, uwezo wake upate kushuka. Sasa ziko sheria ambazo lazima tuzizingatie katika kumkaribia Mungu, mfanya sheria wetu. Mpaka hapo tumepata kitu fulani. Sasa tupige hatua kutokea hapo. Mungu wetu kama mfanya sheria, kama mtunga sheria, tuna kitu kingine cha kujifunza kutoka kwake kama mtunga sheria. Mtunga sheria ana haki ya kuchukua sheria aliyoitunga zamani na kuiondoa na kuitupa nje na kuleta sheria nyingine na kubadilisha sheria hizo. Hatuwezi kumuuliza kwa nini amebadilisha sheria hii, ameleta hii. Ni wajibu wetu kujua ni sheria gani ambayo inatuongoza katika majira tulionayo na kuifuata. Unaweza kuona nyakati zile za zamani, miaka kadhaa iliyopita, kulikuwa na sheria ambayo iliwafanya wale wenye magari ya abiria binafsi washindwe kubeba abiria katika jiji la Dar es Salaam kwa sababu haikuwa ruhusa. Na ilikuwa ni shirika tu la kiserikali, shirika la usafiri Dar es Salaam, ambalo ndio lilikuwa linaruhusa kubeba abiria katika jiji la Dar es Salaam. Kama gari binafsi la abiria lingekamata kubeba abiria njiani, mwenye gari hilo na dereva wake wangepata mikiki na hata kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Lakini leo sheria hiyo imebadilishwa, sheria hiyo imeondoshwa, na leo kuna daladala nyingi katika jiji la Dar es Salaam, magari ya binafsi ya abiria, kuliko hata magari haya ya shirika la usafiri Dar es Salaam ambayo yamekuwa ni nadra hata kuyaona barabarani. Sheria ilikuwepo mwanzo, lakini sasa imeondoshwa, imeingizwa sheria mpya. Unaweza kuona sasa tutoka wajinga tukikaa katika kituo cha daladala na tukaona ni madaladala tu yanakuja katika miaka hii tulionayo, tukaanza kuwaza na kusema nikiingia katika daladala hizi sasa ninaweza nikapata matatizo, ninaweza nikachukuliwa hatua kali za kisheria, ngoja nisubiri magari ya usafiri, magari ya shirika la usafiri Dar es Salaam. Tutakesha tangu asubuhi mpaka jioni tusione magari hayo, na tutaona watu wanaingia na kupanda katika madaladala hayo, na sisi tumezubaha kwa sababu hatujui sheria zinabadilika. Yeye aliyetunga sheria ana uwezo wa kuziondoa sheria na kuzileta sheria nyingine. Na hatupasi kung'ang'ana, hatupasi kuzing'ang'ania tu sheria ili mradi zilikuweko zamani sasa tuzifuate hizo, lakini tunapaswa kufahamu ni majira gani tulionayo. Tunatakiwa kuwa wana wa akili ambao maandiko yanasema, ambao watafahamu majira, watazifahamu nyakati na kujua tuko katika majira gani, tunaongozwa na sheria gani nyakati tulizonazo. Unaweza kuona kwa mfano, hatuwezi kung'ang'ana na amri 10 tu za Mungu na kusema hizi ndio amri 10. Hatuna budi kuelewa amri 10 hazikuwako wakati wa Adamu na Hawa. Adamu hakuambiwa usizini. Wakati wake sheria hiyo ingekuwa haina kazi, kwa sababu mwanamke duniani alikuwa mmoja tu, Hawa. Azini na nani mwingine? Kwa hiyo hakuambiwa usizini, usiibe. Sheria hiyo ilikuwa na kazi wakati wa Adamu, kwa sababu vitu vyote vilikuwa ni mali ya Adamu na alipewa kuvitawala, vyote vilikuwa chini yake. Unaweza kuona, na Adamu hakuambiwa kuishika Sabato, na hasha. Sheria ya vyakula wakati wa Adamu ilikuwa tofauti kabisa na sheria wakati wa Nuhu, ilikuwa ni tofauti kabisa na sheria nyakati za Musa. Nyakati za Musa, sheria ya vyakula iliwaambia wasile nguruwe na wanyama kadha wa kadha waliotajwa kuwa ni najisi. Lakini wakati wa Adamu na Hawa hawakuambiwa juu hilo. Waliambiwa matunda ya miti yote katika bustani wanaweza kula, lakini wasile matunda ya mti ulio katikati ya bustani. Hiyo ndio ilikuwa sheria kuhusiana na vyakula wakati wa Adamu, na sheria hiyo haikuwapo wakati wa Nuhu, haikuwapo wakati wa Musa. Wakati wa Nuhu, Mungu alimwambia Nuhu na jamaa yake kula vyote kasoro damu.
Angalia Mwanzo, sheria ya vyakula wakati wa Nuhu, na uone sheria hizi zinavyobadilika kutoka majira fulani kwenda katika majira mengine. Mwanzo sura ile ya 9. Huu ni wakati wa Nuhu. Mstari wa kwanza sasa mpaka mstari wa 4. Mungu akambariki Nuhu na wanawe, akamwambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi. Kila mnyama wa katika nchi atawaogopa ninyi na kuwahofu, na kila ndege wa angani pamoja na vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, na samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Hapa hajaambiwa nguruwe, hapana sungura, vyote na mnyama wa katika nchi, kila ndege wa angani, vitu vyote vilivyojaa katika ardhi, samaki wote wa baharini vimetiwa mikononi mwenu. Kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu. Kama nilivyowapa mboga za majani, kadhalika na wapeni hivi vyote. Bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile. Wakaambiwa tu damu wasile. Unaweza kuona wakati wa Musa tena sheria hiyo ikabadilika. Nyakati hizi tulizo nazo tena, maandiko yanasema kuleni vyote. Mtakapokwenda sokoni msiulize. Unaweza kuona sasa sheria hizi zinabadilika katika vipindi vinavyoitwa vipindi 7 vya maongozi ya Mungu, ambaye hatuna muda wa kuangalia juu ya vipindi hivi katika somo hili tulilonalo. Lakini mtu mwenye dukuduku la kujua juu ya vipindi 7 vya maongozi ya Mungu na jinsi sheria zinavyobadilika katika mpango wa Mungu, sasa anaweza kuhudhuria katika madarasa ya Biblia Jumanne na kujifunza katika darasa husika kuhusiana na somo hilo, au kutafuta cassette za mafundisho hayo. Lakini hapa tulikuwa tunaangalia tu jinsi Mungu alivyo na haki kama mtunga sheria, kuchukua sheria ya zamani na kuiondoa na kuiweka nyingine. Sasa baada ya kuelewa hayo yote, tupige hatua sasa, twende katika kipengele cha pili cha somo letu. Uvumba katika mpango wa Mungu wakati wa Agano la Kale. Nyakati za Agano la Kale sasa, na hata kabla kidogo ya Agano la Kale, wakati wa Musa, Mungu aliweka sheria inayohusiana na kumkaribia, inayohusiana na kumwendea wanadamu wanapohitaji kuona mema yakitoka kwake, wanapohitaji uwezo wake unaozidi uwezo wa wanadamu upate kutenda kazi pamoja nao. Alitoa masharti 3, akasema hivi havina budi kuwepo, vitu 3 hivi havina budi kuwapo ili Mungu atende kazi pamoja na wanadamu. Wanadamu alitaka kumkaribia Mungu, kwanza alitakiwa ajenge madhabahu. Tuseme wote, kwanza alitakiwa ajenge madhabahu. Ndiyo, tunaweza kusema kwa sauti bila shaka zaidi. Kwanza alitakiwa ajenge madhabahu. Asante. Pili, alitakiwa atoe sadaka za wanyama. Tena ndiyo. Na 3, alitakiwa achome uvumba na moshi wa uvumba upae mbele za Bwana. Alitakiwa achome uvumba na moshi wa uvumba upae mbele za Bwana. Tena na 3, asante sana. Hayo 3 yalipokuwa yamedhihirika kutimia, tayari Mungu alishuka. Tayari uwepo wa Mungu ulidhihirika. Tayari uwezo wake ulikuja. Unaweza kuona Biblia inaeleza juu ya mambo kadha wa kadha. Hapa tunaweza kujifunza kutoka sura 30. Hata pale tunapoona viwili tu vinatajwa mahali fulani, tujue kwa sababu ya kutoka kujirudia, yote hayo yalikuwa yanakuwapo katika tukio husika.
Kutoka sura 30 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Kutoka 30 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Nawe fanya madhabahu ya kufukizia uvumba. Nawe fanya madhabahu, ilo ndio la kwanza. Utaifanyia kwa mti wa mshita. Urefu wake utakuwa dhiraa 1 na upana wake dhiraa 1, utakuwa mraba na kwenda juu kwake dhiraa 2. Pembe zake zitakuwa za kitu kimoja nayo. Nawe utaifunikiza dhahabu safi juu yake na mbavu zake kando kando na pembe zake. Nawe utaifanyia ukingo wa dhahabu kuizunguka. Kisha utaifanyia pete 2 za dhahabu chini ya ukingo wake katika mbavu zake 2. Katika pande zake 2 utazifanya, nazo zitakuwa mahali pa kuitia miti ya kuichukulia. Na ile miti utaifanya kwa mti wa mshita na kuifunikiza dhahabu safi. Na wewe utaitia mbele ya lile pazia lilo karibu na sanduku la ushuhuda, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda. Hapo nitakapokutana nawe. Tunataka Mungu tukutane naye, lazima iweko madhabahu. Tena na Haruni atafukiza uvumba wa manukato juu yake. Kila siku asubuhi atakapozitengeneza zile taa ataufukiza. Unaweza kuona? Na Haruni atakapoziwasha zile taa wakati wa jioni ataufukiza. Uwe uvumba wa daima mbele za Bwana katika vizazi vyenu vyote. Itatakiwa kujengwa madhabahu, tena unatajwa uvumba. Ujue hapo pia lazima zilikuwepo sadaka za wanyama. Angalia Mambo ya Lawi 16 tena mstari wa 3. Mambo ya Lawi 16 mstari wa 3 mpaka mstari wa 13. Mambo ya Lawi sura ya 6 mstari wa 3 mpaka 13 tunasoma. Mambo ya Lawi ni sura ya 16. Mambo ya Lawi ni sura ya 16 mstari wa 3 mpaka mstari wa 13. Haruni ataingia katika patakatifu. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani. Atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Kisha atatoa mikononi mwa mkutano wa Israeli mbuzi waume 2 kwa sadaka ya dhambi. Wanyama hawa walitolewa kwa ajili ya sadaka ya dhambi, na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Haruni atamtoa yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Kisha atawatoa wale mbuzi 2 na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Na Haruni atapiga kura juu ya wale mbuzi 2, kura moja kwa ajili ya Bwana na kura ya pili kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamleta yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Bwana na kumtoa awe sadaka ya dhambi. Bali yule mbuzi aliangukiwa na kura kwa ajili ya Azazeli atawekwa hai mbele za Bwana ili kumfanyia upatanisho, ili kumpeleka jangwani kwa ajili ya Azazeli. Na Haruni atamsongeza ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Naye atamchinja yule ng'ombe wa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake. Ng'ombe, mbuzi, kondoo, wanyama sadaka ya dhambi. Kisha angalia maneno hayo sasa. Atatwaa chetezo kilichojaa makaa ya moto yatokayo katika madhabahu iliyo mbele za Bwana. Angalia maneno hayo. Madhabahu sasa unazungumzia uvumba, na mwanzo sadaka ya wanyama. Vitu vitatu kwa pamoja vimewekwa wazi. Kisha atatoa chetezo kilichojaa makaa ya moto yatokayo katika madhabahu iliyo mbele za Bwana, na konzi 2 za uvumba mzuri uliopondwa sana mikononi mwake, naye atauleta ndani ya pazia. Kisha atatia ule uvumba juu ya moto mbele za Bwana, ili moshi wa ule uvumba ukisitiri kiti cha rehema kilicho juu ya ushuhuda, asije akafa. Madhabahu, uvumba, sadaka ya wanyama. Hivyo vilipotimia, Mungu alishuka, tetemeko la nchi lilishuka,
uwezo wake ulishuka na kuonekana wazi wazi. Angalia tena Wafalme. Wafalme sasa, Wafalme wa kwanza sura ya 3. Wafalme wa kwanza sura ya 3 mstari wa 2 mpaka mstari wa 3. Ila watu walikuwa wakichinja dhabihu katika mahali pa juu, kwa sababu haikuwapo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana hata siku zile. Walijenga madhabahu. Kwa nini? Haikuwapo nyumba iliyojengwa kwa jina la Bwana hata siku zile. Sababu hiyo pamoja na sababu nyingine zilifanya madhabahu ijengwe nyakati zao. Suleiman naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila hutoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Kuna kutoa dhabihu, sadaka ya wanyama, na tena kuna kufukiza uvumba, tena kuna kujenga madhabahu. Unaweza kuona, na utaweza kuona sasa baada ya kuelewa hayo, pale ambapo vilitimia vyote hivyo, Mungu alishuka. Moshi wa uvumba ulipopaa mbele za Bwana, Mungu alishuka. Baada ya Nuhu kutoka katika safina, maandiko yanasema alitwaa katika wanyama walio safi, akawatoa kama sadaka ya kuteketezwa. Alafu maandiko yanasema kwanza alimjengea Bwana madhabahu, alafu akatoa katika wanyama walio safi na kuwatoa kama sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Alafu Mwanzo 8 mstari wa 20 mpaka 21 mpaka mstari wa 22. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu. Bwana anza kujenga madhabahu kwanza. Ukimsikia Yakobo anautafuta uso wa Bwana, anajenga madhabahu kwanza. Elia anataka kukabiliana na manabii wa Baali, anajenga madhabahu kwanza. Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliyesafi na katika kila ndege aliyesafi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, sitailani nchi tena baada ya hayo kwa sababu ya wanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni mabaya tangu ujana wake, wala sitapiga tena baada ya hayo kila kilicho hai kama nilivyofanya muda nchi dumupo, majira ya kupanda na mavuno, wakati wa baridi na wakati wa hari, wakati wa kaskazi na wakati wa kusi, mchana na usiku havitakoma. Na sura ya 9 anaendelea kumbariki Nuhu kwa ahadi kemu. Lakini alianza kujenga madhabahu, na kisha akatoa sadaka za wanyama, na kisha kuna uvumba hapo ambao ulitoa harufu iliyo nzuri kama ya manukato iliyopanda mbele za Bwana. Unaweza kuona, kaka zangu, dada zangu, hakuna lolote zito lilodhihirisha uwezo wa Bwana ambalo lilifanyika nyakati hizi kama haya hayakuzingatiwa. Utaweza kuona kwa mfano nyakati za wana wa Kora. Watu hawa walikuwa wamejaa uasi mwingi, waliokuwa wameshindana na Musa na kusema kwa nini Musa ajitukuze na kuonekana kama yeye ndiye mtakatifu, yani maana yake yeye ndiye mtumishi wa Mungu kuliko wengine wote. Lolote tukisikia kwa Musa basi tulitendee kazi mara moja. Kwa nini yeye peke yake, na sisi ni watakatifu, na sisi ni watumishi wa Bwana? Wakaleta uasi kwa namna ya ajabu. Jumla ya watu hawa waliozidi kidogo 250. Na katika uasi wao Musa akamwambia Kora na jamaa yako wote na wote mlioasi, sasa kila mmoja achukue chetezo na kutengeneza uvumba na kuuchoma. Kila mmoja aandae uvumba na kuuchoma, halafu moshi upae. Halafu tuone baada ya moshi kupaa, Mungu atakuwa upande wa nani? Ni nani atakayemchagua ili ithibitike nani ni mtumishi wake? Unaweza kuona katika kukaribia uso wa Mungu ili Mungu ashuke. Sasa ulitumika uvumba. Hata nyakati za wana wa Kora, hapo ndipo ilipodhihirika waziwazi kuna kitu gani, kuna Mungu ameshuka na yuko upande wa nani. Katika Hesabu sura ile ya 16, Hesabu sura ile ya 16 mstari wa 1 mpaka wa 7,
Alafu mstari wa 16 mpaka 19. Basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Dathan na Biramu mwana wa Eliab na Oni mwana wa Pelethi waliokuwa wana wa Reuben, nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli, watu 250 wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa wakainuka mbele ya Musa, nao wakakusanyika kinyume cha Musa na Haruni na kuambia, ninyi inawatosha, kwa kuwa mkutano wote ni mtakatifu, kila mmoja miongoni mwao, Bwana naye yu kati yao. Ni nini basi kujitukuza juu ya mkutano wa Bwana? Musa aliposikia maneno haya akapomoka kifudifudi. Kisha kanena na Kora na mkutano wake wote, akamwambia, asubuhi Bwana ataonyesha ni kina nani walio wake, kisha ni nani aliye mtakatifu, tena ni nani atakayemkaribisha kwake, maana yeye atakayemchagua ndiye atakayemsongeza kwake. Fanyeni neno hili, twaeni vyetezo, ninyi Kora na mkutano wake wote, vitieni na moto, mkaweke na uvumba juu yake mbele za Bwana kesho. Kisha itakuwa ya kwamba mtu Bwana atakayemchagua yeye atakuwa mtakatifu. Inawatosha ninyi enyi wana wa Lawi. Mstari 16 mpaka 19. Kisha Musa akamwambia Kora, wewe na mkutano wako wote uweni hapa mbele za Bwana kesho, wewe na wao na Haruni, mkatoe kila mtu chetezo chake na kutia uvumba juu yake, mkavilete mbele za Bwana, vyetezo 250, na wewe pia na Haruni kila mtu nawe na chetezo chake. Basi wakavitoa kila mtu chetezo chake, wakatia na moto ndani yake, wakatia na uvumba juu ya moto, na kusimama pale mlangoni pa hema kukutania pamoja na Musa na Haruni. Kisha Kora akakutanisha mkutano wote kinyume chao mlangoni pa hema kukutania, na utukufu wa Bwana ukatokea mbele ya mkutano wote. Baada ya moshi wa uvumba kupaa juu, utukufu wa Bwana ukashuka ukiwa upande wa nani? Ukiwa upande wa Musa. Maana moshi wa uvumba uliopaishwa na Musa ulikubalika mbele za Bwana. Na baada ya hapo Mungu akashuka na kujionyesha yuko kinyume na Kora na watu wake wote. Mstari wa 20 kuendelea. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, jitengeni ninyi mkaondoke katika mkutano huu ili nipate kuangamiza mara moja. Mistari inayofuata utaweza kuona Mungu amekasirika kinyume cha Kora na watu wake. Na Musa katika mstari wa 28 anasema, kwa jambo hili mtajua kwamba Bwana amenituma ili nifanye kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Kama shimo litainuka, ardhi itapasuka, halafu watu hawa watamezwa wakiwa hai, mtajua kwamba Bwana amenituma. Na ndivyo ilivyotokea. Wakamezwa wote wakamezwa katika shimo, Kora na jamaa yake yote. Na kisha mstari wa 35, kisha moto katoka kwa Bwana ukawateketeza hawa watu 250 waliofukiza uvumba. Uvumba wao watu hawa haukukubalika, kwa sababu walikuwa ni waasi, walikuwa ni wenye dhambi. Kama tutakavyoweza kuona mbeleni kidogo, dhambi zinatufanya hata tukichoma uvumba, moshi ule uvumba usio na kazi mbele za Bwana. Hatuna budi kuwa safi, hatuna budi kuwa mbali na dhambi, tusiwe na asili ya uasi wa Kora ndani mwetu tunapokwenda kuchoma uvumba. Kama tunataka kuona Mungu anashuka na kukubali moshi ule uvumba kwamba una harufu ya kumridhisha. Unaweza kuona mpaka hapa tunaona waziwazi jinsi ambavyo uvumba ulivyotumika, jinsi ambavyo kulitakiwa kuwepo madhabahu, kuwepo sadaka za wanyama, na tena kuwepo uvumba. Ndipo Mungu atashuka na kutenda kazi. Na hata wakati wa Elia, kama tunasikia juu ya moto ulioshuka kutoka mbinguni, alijenga madhabahu, kulikuwa na sadaka wanyama. Na wakati wote katika mazingira na hiyo, hata pale unapokuta hakutaja jambo, ujue kulikuwa na uvumba wa kuchomwa. Baada ya kuelewa hayo, sasa tuende katika kipengele sasa cha 3 na cha mwisho, kuchoma uvumba. Maombi kama kuchoma uvumba. Tulipoanza somo letu, tumejifunza katika Ufunuo wa Yohana kwamba ule uvumba ni maombi ya watakatifu. Na tena maandiko yanaeleza kwamba sala yangu ipae mbele za Bwana kama uvumba. Nyakati hizi tulizonazo sasa, sheria ya kumkaribia Bwana imebadilika. Katika vile vitu vitatu, viwili tayari tumekwisha tengenezewa kwa njia iliyo rahisi sana. Madhabahu. Sasa tunapokuja mahali kwenye nyumba ya Bwana, mahali hapa kuna kitu cha kipekee kinachotokea. Yesu Kristo alisema, imenipasa kuwamo nyumbani mwa Bwana. Kuna nguvu ya kipekee katika madhabahu ya Bwana, na kuna kitu cha ziada tunachokipata tunapokuja hekaluni mwa Bwana. Lakini hata tunapokuwa majumbani mwetu,
mahali popote tunapokwenda, kokote njiani, kokote tunapokuwepo, usiku au mchana, tunaweza kulitia jina la Bwana popote pale tulipo. Na katika ulimwengu wa roho, sisi wenyewe tumefanyika kuwa madhabahu, nyumba ya Bwana. Utaona madhabahu zilijengwa kwa sababu nyumba ya Bwana haikuwako nyakati zile. Kama tulivyoona wakati fulani nyumba ilikuwa bado haijajengwa, nyumba ya Bwana, madhabahu ikabidi ijengwe kwanza. Kama mtu alisafiri mahali popote, ilibidi anataka kutafuta uso wa Bwana, ajenge madhabahu kwanza. Na pande moja ilizungumzia nyumba ya Bwana. Leo sasa sisi ni hekalu la Mungu. Roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu. Maana yake madhabahu ya Bwana iko katika mioyo yetu. Haleluya. Na utaweza kuona sasa kwamba tunaitwa sehemu nyingine sisi ni nyumba ya Roho. Na mahali pengine maandiko yanasema mahali walipo wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nipo kati yao. Tayari tukikusanyika ule watatu, tayari iko madhabahu mahali pale. Haleluya. Pili, sadaka za wanyama zimeondolewa tena nyakati hizi tulizo nazo. Kwa sababu iko sadaka moja iliyotolewa. Naye ni nani? Ndiyo Yesu Kristo. Alipokufa msalabani, sasa alitolewa kama sadaka. Alitolewa kama mwanakondoo wa kuchinjwa. Alitolewa kama mwanakondoo wa kuchinjwa kwa ajili ya dhambi zetu, kama sadaka ya dhambi, kama upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hiyo hatuna haja tena ya kutoa sadaka za wanyama nyakati hizi, maana sheria imebadilishwa. Kristo amekuwa mwisho wa sheria hiyo. Haleluya. Lakini la tatu halijaondolewa, lakini limebadilishwa. Uvumba sasa, kuchoma kwa uvumba na moshi ule upae juu mbele za Bwana, hili sasa limebadilishwa. Nyakati hizi tulizo nazo sio nyakati za kutafuta vietezo na kuweka tena uvumba na kuweka makaa ya moto na kupuliza moshi kama wanavyofanya madhehebu mengine kama Katoliki. Nyakati hizo zimepitwa na wakati. Sasa si wakati wa kupuliza tena moshi, lakini maandiko yanasema moshi la uvumba ni maombi ya watakatifu. Haleluya. Amen. Tunapotafuta kupuliza uvumba na moshi saizi, utaweza kuona waganga wa kienyeji wanatumia uvumba na moshi, kwa sababu shetani anataka kutumia vile vilivyokuwa vinatumia na Mungu vimetupa mbali, na anataka kuvichukua na kuvitungia sheria ili watu wamwendee kupitia katika hivyo, kwa kujua au kwa kutoa kujua. Na wataambiwa wachome udi na uvumba. Unaweza kuona. Lakini sisi sasa tunaambiwa tunatakiwa kumwendea katika maombi. Tunapomwendea katika maombi kwa kujua au kwa kutoa kujua, tunachoma uvumba. Na kama tunataka kuona mambo makubwa sana yakifanyika, sasa tuliangalie, je, hilo jambo tunalitaka mbele za Bwana ni kubwa kiasi gani? Kulingana na ukubwa wake, tupeleke uvumba mwingi, tuchome uvumba mwingi kadri inavyowezekana. Tupeleke maombi mengi, tunapoyapaisha juu, tunapoomba kama tulivyoomba muda mfupi uliopita, tayari uvumba unapanda, tayari moshi wa uvumba unapanda, na moshi wa uvumba unapanda, na tetemeko la nchi linashuka, tena radi inashuka, umeme unashuka, ngurumo zinashuka, tayari uwezo wa Bwana wa kupasua milima unashuka. Haleluya. Lakini kama hatuombi, maana yake uvumba hakuna. Mungu atakaa, atasubiri, nikatafuta mtu miongoni mwao. Tumerahisishiwa sasa, hatuna haja kujenga madhabahu, hatuna haja kutoa sadaka za wanyama, lakini tunatakiwa kufanya neno moja tu, kuomba. Tunapokuwa tunaomba katika ulimwengu wa roho, tunachoma uvumba. Tunachoma uvumba, na ukipaa lazima utaleta majibu. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema hamna kitu kwa kuwa muombi. Hata sasa hamjaomba neno. Ombeni nanyi mtapewa, ili furaha yenu iwe timilifu. Maombi, shetani anayafahamu kwamba ni uvumba unaopaa, na ndio maana atatuzuia kuomba. Anaweza kuturuhusu kuimba, anaweza kuturuhusu kuhubiri, anaweza kuturuhusu kufundisha, lakini tukisema kuomba, usingizi utajua umetokea wapi. Tukisema tuombe, utashangaa ulegevu na uchovu sijui umetokea wapi, na masauti anakuambia ndio utaomba baadaye kidogo, lakini nenda kujisaidie kwanza. Kuna kitu kina ndani ya mili yetu kinatumiwa na shetani. Shetani anatupiga vita tusiombe, maana anajua tukiomba amekwisha.
moshi wa uvumba utapanda kwenda juu. Kaka zangu, dada zangu, hii ndio siri. Tunataka kupindua ulimwengu, lazima maombi. Kanisa limefikia mahali na kuona mahali kukiwa na uwepo wa Mungu kama hapa, wanasema inakuaje uwepo wa Mungu namna hiyo? Uwepo wa Mungu namna hiyo unakujaje? Bila shaka kuna nguvu za giza. Inakuaje watu wa namna ile wanakwenda mahali pale kwa maelfu yao wala hawatikiswi? Inakuaje? Umeona maombi mwenyewe mahali hapa. Huo ndio moshi wa uvumba. Haleluya.